Niwaalike katika somo letu jioni ya leo, katika mwendelezo wa masomo ambayo tumechagua kama case studies zinazogusa maisha ya familia moja kwa moja, na wakati huo pia tunatazama katika jicho la kiroho ndani ya maisha ya familia hizo. Na jioni ya leo tutasoma kutoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17. Tufungue Biblia zetu. Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Tutasoma kuanzia aya ya 10 na kuendelea. Tumekuwa na case study ambayo tumeipa title common inayoitwa mtanziko, dilema, mtanziko. Sasa maandiko yanasema basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni mwa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate wala konzi ya unga katika pipa, na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mpo? Bwana Yesu asifiwe. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate kidogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Soundman, leo mambo yamegoma. Niwekee tu iwe nyepesi rafiki yangu, wala usi huko, najua wanasikia vizuri, ila monitor tu hiyo iweke iwe tulie vizuri. Somo letu jioni ya leo lina kichwa cha somo kinachosema mtanziko katika nyumba ya mjane. Mgeukie jirani yako, mwambie mtanziko katika nyumba ya mjane. Neno mtanziko ni dilema, ni mahala ambapo unajikuta uko katika maamuzi ya kuchagua kati ya mambo mawili yaliyoko mbele yako. Na hivyo neno hili tutalitumia sana, kwa sababu tunapoishi katika maisha haya tumeambiwa kuchagua. Chagueni hivi leo. Sasa na mimi jioni ya leo ninaendelea na case study yangu Na leo tunakuja katika kisa hiki, barikiwa sana mtaalamu wangu
Hapo sasa mzigo unaweza kufika salama. Tuombe. Baba na Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, mfalme, jioni ya leo tena tunafurahi ya kwamba unayo maneno ya kuzungumza na watoto wako, na hivyo tunaomba uzungumze nasi katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, tunaomba kwa imani, amina. Kama umekuwa mshiriki wa muda mrefu katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, na kwamba umekuwa na uzoefu wa miaka mingi ya kutembea pamoja na huyu Mungu wetu katika maisha haya, utakubaliana na mimi ya kwamba kitakachokuwa kinakutatiza kwenye maisha yako juu ya huyu Mungu sio swala la nguvu zake, isipokuwa swala la njia zake. Ninachomaanisha jioni ya leo kwamba katika maisha haya, kama umekuwa na miaka mingi ukimwomba huyu Mungu wa mbinguni, ukizungumza naye na kudai ahadi kutoka kwake, katika safari hiyo utagundua mgogoro sio juu ya nguvu zake, lakini utagundua ya kwamba mgogoro uliopo ni namna anavyofanya mambo yake katika mchakato wa namna ya kutenda mambo yake. Ninajaribu kurudia ili hili lisimame katikati ya vichwa vyetu. Ninachosema ya kwamba sina mashaka na nguvu zake, lakini changamoto yangu katika maisha ya kutembea pamoja na huyu Mungu ni namna anavyofanya mambo yake katika maisha yangu. Naomba nirudie tena jioni ya leo, haijalishi nitakomea wapi katika kujenga hoja yangu. Narudia tena, katika maisha haya sina mashaka kabisa na nguvu zake, maana nguvu zake ni wazi. Nimewahi kuziona zikionekana wazi wazi, huenda kwenye maisha yangu ama maisha ya majirani na jamii inayonizunguka, lakini mgogoro nilio nao katika safari ya kutembea pamoja naye ni namna anavyofanya mapenzi yake. Hapo ndipo mtihani, na hapa ndipo wengi huwa tunafika mahali tunapoteza matumaini, maana tulidhani kwamba angetuonyesha na njia zake. Naomba jioni ya leo niwaambie watakatifu wa Bwana kwa mara nyingine tena, sina mashaka na uwezo wake. Hofu yangu ni kwamba akili zangu zinafika mahala zinashindwa kabisa kucomprehend namna anavyofanya mambo yake na njia zake. Maana nani angeweza kuamini jioni ya leo? Ukiona ya kwamba huenda nazungumza mambo yangu, acha niwarudishe kwenye Biblia. Nani angeliamini ya kwamba ili uitwe baba wa imani, eti huyu Mungu anaanza kwa kukunyima watoto kwanza, na anakusubirisha mpaka umri wa uzee, na katika umri huo ndipo anakupatia mtoto, na akisha kupatia mtoto anazunguka mlango wa nyuma, anakuja kukwambia tena, toa mtoto huyo awe sadaka ya kuteketeza. Na mwisho wa siku anatafuta mimi nikubali kutoa mtoto, kisha niambie wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Narudia tena, sina mashaka na nguvu zake. Hofu yangu ni juu ya namna anavyofanya njia zake kwenye maisha haya. Maana nani angelijua ya kwamba ili uwe mtu ambaye Biblia itakushuhudia mwenye kumcha Bwana na uelekevu wa moyo, kwamba anaanza kuzungumza na shetani ya kwamba, je, shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Na kisha analitaja jina lako, na baadaye anaruhusu shetani aingie kwenye maisha yako,
apoteze mwili wako, apoteze watoto wako, afyagie mali zako, na mwisho wa siku usimame useme Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Narudia tena, sina mashaka na nguvu zake. Hofu yangu ni juu ya namna anavyopitisha njia zake kutekeleza mapenzi yake. Maana ni nani angelijua ya kwamba ili uwe mtu wa pili katika mamlaka katika nchi ya Misri, kwanza unatakiwa uuzwe kama mtumwa na kisha utupwe shimoni, hatimaye usingiziwe kubaka mke wa mtu, utupwe gerezani, usahaulike gerezani, na hatimaye uibukie kwenye ikulu ya mfalme. Narudia tena jioni ya leo, sina mashaka na nguvu zake. Shida nilionayo ni namna anavyotumia njia zake kutekeleza mapenzi yake. Na kama kuna mshiriki hajanielewa, narudia tena, nani angelijua? Ni nani angelijua ya kwamba ili uwe mfalme katika taifa takatifu la Israeli, unakwenda vitani kupigana kwa mtu ambaye unatetea heshima yake, unamuua Goliati kwa ajili ya sifa ya mfalme, na hatimaye mfalme anakugeukia na kuwa adui yako, na hatimaye unakimbia maisha yote ukitetea maisha kutoka kwenye nchi uliopigana kuitetea. Narudia jioni ya leo, ili mwisho wa siku uwe mfalme, sina mashaka na nguvu zake. Jioni ya leo nataka tu kujihoji juu ya njia zake. Maana ni nani angejua kwamba awezaje kukuambia vuka twende ng'ambo ya pili, na anapomaliza kukuaga na panda mlimani na mnaanza safari, wakati akijua kabisa huko mbele kuna dhoruba mtakayokutana nayo itakayosheki maisha yenu, ili baada ya hapo ndipo atokeze juu ya maji akitembea na kuanza kuwauliza mbona mliona shaka, na kisha atulize dhoruba. Nataka niwaambie wakati fulani sina mashaka na nguvu zake. Swali la msingi ni kwamba amenipa akili za kujifunza yeye ni nani kwenye maisha haya, lakini wakati huo kuna mambo huyafanya hata akili zangu haziwezi kuelewa. Unawezaje kuacha kiti cha enzi ukashuka mpaka kwenye matumbo ya mwanamke ambaye hajamjua mume, ukazaliwa katika mazingira haya ya dhambi, na hatimaye ukasimama msalabani, ukateswa tena uchi wa mnyama, ili tu umkomboe huyu mwanadamu ambaye yeye mwenyewe ndiye alijichanganya na kuasi katika maisha yake? Narudia tena, kulikuwa na ulazima gani wa wewe kufa ili umkomboe mwanadamu? Nataka niwaambie, sina mashaka na nguvu zake. Hoja yangu ni kwamba namna anavyotupitisha kwenye njia zake, akili yangu haiwezi kubeba. Na ndio maana andiko lake linasema akili zake hazichunguziki. Yeye anajua, na akili zake ni nyingi mno, na uwezo wangu kibinadamu haiwezekani kuzijua siri za maisha yake katika enzi, vizazi na vizazi. Na kwa sababu hiyo ndicho kinachonifanya niamue kuishi kwa imani. Ni katika muktadha kama huo ndicho tunachosoma katika kitabu hiki. Kitabu cha Wafalme ni kitabu ambacho, kwa sababu ninazungumza na wasomi na wengine wananifuatilia hapa, ni kitabu ambacho kinaelezea maisha ya taifa takatifu la Israeli. Kitabu hiki wataalamu wa Biblia wanasema kilikuwa ni kitabu kimoja katika historia ya uandishi wake,
Lakini kwa sababu za kikanoni, wakati wanapanga ili kutengeneza vitabu 66, wataalamu wa kupanga kitabu wakatenganisha ili kufanya kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili, na wanatenganisha kwa sababu moja tu peke yake, kutenganisha kati ya utawala ulioungana na utawala uliogawanyika. Na hivyo kitabu cha Wafalme wa kwanza kinaanza kumweleza mfalme huyu ambaye anaingia kwenye mgogoro wa kifamilia, mgogoro wa ndoa, kwa kuoa wanawake wengi, na wanawake hao wanabadilisha moyo wake, na wanapobadilisha moyo wake anamgeuka Bwana wa majeshi na kugeukia miungu migeni. Ndipo Bwana akasema, nitaupasua ufalme wako na kumpatia mtu mwingine. Na historia eleza, ndipo baada ya neno la Bwana kitabu hiki kinaweka mlengo wa ufalme uliogawanyika. Na ufalme uliogawanyika ndipo naanza kuwaleta wafalme. Wafalme wanakuja na kusimama, wanakwenda na kuja, wanakwenda na kuja, na hatimaye jioni ya leo tunasoma kisa cha mfalme anayeitwa Ahabu mwana wa Omri. Sema amina kama unanielewa. Unajua kuna wakati mzee wangu Shani, washiriki unahitaji wapeleke kidogo kwenye kitu kinachoitwa biblical background. Unawapeleka nyuma ya pazia ili walete kwenye hoja, maana kama huwezi kuwapeleka kule panapopikiwa, hawawezi kujua kilichoko mezani. Wanahitaji kuzunguka kwenda kumwona mpishi namna anavyounga mambo yake. Na jioni ya leo mniruhusu niwapeleke huko jikoni. Haleluya. Kuna mtu kama hajanielewa, narudia. Kwa sababu hiyo mfalme Ahabu alipotawala, Biblia inasema akatawala kutoka kwa baba yake, akaingia kwenye ikulu yake, na alipoingia kwenye ikulu yake akatazama mataifa yaliyokuwa yanamzunguka, yale yenye nguvu, akaamua kwenda kuweka amani. Akatoka kwenye taifa lake takatifu ambalo wakati huo makao yake yalikuwa kule Samaria, akaenda mpaka nchi ya kipagani, nchi inaitwa Sidoni na Tiro. Akaenda akamkuta mfalme wa nchi ile anaitwa Ishibari. Sema Ishibari. Mfalme Ishibari alikuwa na binti mrembo nyumbani mwake anaitwa Yezebeli. Ili kuweka amani kwa mfalme kati ya taifa hili la kipagani na taifa la Mungu aliye hai, mfalme huyu Ahabu akaamua kutwaa binti kutoka kwa Ishibari, na bibi mama anaitwa Yezebeli. Binti mrembo, ukimwona ni kama wa kiroho. Akakubali kuolewa na mfalme wa taifa takatifu la Mungu aliye hai. Na unajua alipoanza kuolewa akaomba favor kwamba kwa kuwa tunatoka huku Sidoni na tunakwenda katika nchi ya Mungu aliye hai, ninaomba mnipatie favor ya kubeba vitendea kazi vya ibada ya Mungu wangu. Akabeba visanamu, akabeba mafungashio ya ibada ya sanamu, akayasafirisha kutoka Tiro na Tidoni, akaja nayo mpaka kwenye ikulu ya mfalme. Naomba hapa twende vizuri, nifuatilie, maana background ya leo inatosha tu kutusaidia kuelewa. Na kwa sababu humu ina mgogoro wa kifamilia, nitakukaribia baadaye. Sasa binti alipofika hapa kwenye ikulu, mfalme Ahabu baba yake alikuwa amejenga ikulu nyingine inaitwa ikulu ya Yezreeli. Yezreeli ilikuwa ni capital city ya pili ambapo palace ya mfalme ilikuwa inapatikana. Lakini makao makuu yalikuwa kule Samaria ambapo ndipo headquarter ya nchi. Na sasa akafika kwenye hii ikulu ndogo, akamwingiza baby mama humo, mahali ambapo ni taifa takatifu, mahali ambapo maamuzi ya kuliongoza taifa la Mungu aliye hai yanapotolewa, mahali ambapo wazee washauri wa mfalme wanapotolea mashauri yao, mahali ambapo makuhani wa Mungu aliye hai wanatoa ushauri kwa ajili
ajili ya kuliongoza taifa. Akaingizwa baby mama na sanamu zake, akaingia mpaka kwenye chumba cha mfalme, na alipoingia binti akatulia, akaendelea na ibada yake, ibada ya Mungu Baali, Mungu wa baba yake Ishi-Baali. Huyu Mungu Baali alikuwa ni Mungu anayetawala anga, God of sky, Mungu anayetawala anga. Na kwa sababu alikuwa anatawala anga, basi alipewa title ya pili, ni Mungu wa uoto wa asili, God of vegetation. Lakini pia alikuwa ni Mungu of fertility, Mungu wa rutuba. Ndiye ambaye alikuwa anatawala. Ametoka kule Sidoni, ameingia kwenye taifa takatifu ndani ya ikulu ya mfalme. Hebu angalia hiki kinachotokea. Unajua, yule binti akaanza kucheza na moyo wa mfalme, akaanza kumhubiri, akapanua utume kutoka familia ya kipagani, akauleta utume ndani ya taifa la Mungu aliye hai. Unajua, nazungumza na vijana ambao hawajaoa wala kuolewa. Jioni ya leo nataka niwakumbushe, Biblia ilishasema zamani za kale, usifungiwe nila na wasioamini. Na sasa binti akaanza kuhubiri dini. Anahubiri dini, anatoa upendo. Anahubiri dini, anatoa huduma. Anahubiri dini, anatoa huduma. Ndani ya muda mfupi mfalme akageuka kuwa mpagani. Halafu binti akamwambia, sasa mzee, tunataka hata wa hapa ikulu nao wawe na hii dini. Mfalme akatoka kwa maelekezo. Taifa lote likaamuliwa, badala ya kumwabudu Mungu aliye hai, limwabudu Mungu Baali. Na haikukomea hapo. Viongozi wa dini wote wakaamuliwa, ni amri ya kuabudu Mungu Baali na wala sio Mungu Elohimu ama Yehova. Commentator wa Biblia wanasema, na Biblia imekomenti inasema, ndani ya muda mfupi taifa lote likawa na ibada ya kipagani isipokuwa waaminifu 7,000 peke yake, ambao nao katika kutunza dini ya Mungu aliye hai wakaitunza katika mazingira ya kificho mno. Maana binti aliyeingia kama malaika nyumbani amegeuka kuwa shetani mzima mzima, na ndiye anayetoa maelekezo. Unamwabudu Mungu, wanakata shingo. Unamwabudu Mungu, wanakata maisha yako. Nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, katikati kwa kuasi kwa taifa namna hii, katika giza zito namna hii, ndipo anatajwa mtu ambaye Biblia haielezi historia yake. Anatajwa, anaitwa Eliya Mtishibi. Haleluya kanisa. Na naomba nihubiri jioni ya leo ili nikusaidie kuelewa mwamba huyu ambaye Mama White anaandika katika kitabu cha Wafalme na Manabii kile cha Kiingereza, aya ya ukurasa wa 119 aya ya kwanza. Anasema Eliya Mtishibi akatoka katika nchi ya milima ambayo inaelekea mashariki mwa Yordani, mwanaume mwenye imani, mtu wa maombi, ana maneno machache peke yake, anaonekana katika makorido ya mfalme, na Biblia imeandika kwa makini. Haielezi familia yake, haielezi elimu yake, haielezi hata kwamba alikuwa na watoto wangapi, haielezi kwamba ameoa au alikuwa hajaoa. Lakini Biblia inasema anaonekana kwenye korido za kuingia katika paresi hii ya Yezreeli, akasimama tena mbele ya ikulu ya mfalme kuelekea kiti cha enzi cha mfalme. Na ndipo akanyosha mkono wake akasema, kama Bwana Mungu aishivyo, huyu Mungu ninayemtumikia, ambaye ninasimama kueleza habari zake, mvua haitanyesha miaka 3.5.
Yaani kuna mshiriki bado hajanielewa, naomba hapa nitulize kidogo ili nimsaidie mtu kuelewa. Elia anasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu Baali, aliyetawala, mwenye mamlaka, mwenye uwezo, na anasimama mbele ya kiti chake. Anasema, kwa kuwa katika miaka hii inaonekana Mungu aliye hai amekufa. Habari njema ni kwamba ninakuja kumtangaza yuaishi na yuko hai. Haleluya! Na kwa sababu ya neno lake, sasa nataka tumufunge kidogo Mungu wa mvua, huyu anayeshikilia mvua, ambaye mvua ikinyesha mnadhani ameileta. Huyu Mungu ambaye uoto wa asili ukiota nadhani yeye ndio amefanya. Huyu Mungu ambaye vitu vikizaliana mnadhani yeye ndio amefanya kazi. Sasa tunamfunga kwa neno la Bwana, mvua haitanyesha. Swali langu la msingi jioni ya leo, kwa kuwa tumekuja kwa ajili ya kuhudhuria ibada ya kaya na familia na tumekaa kikaya, swali la msingi ni kwamba ikiwa maneno haya magumu yametoka kwa mfalme ambaye ana majeshi na askari na makamanda, na kuna watu wametrainiwa hapa tu namna ya kudhibiti watu wakorofi wanaoapia mbele ya mfalme. Kuna watu ambao wakikutazama, watu wenye vifua, watu wenye mikono, sura za malimao, wakikutazama tu unaweza ukatoa shikamoo mchungaji hata kama hujataka. Wako mazingira hayo. Swali langu la msingi, alitokaje? Unajua kuna shida, washiriki huwa wanaharakisha kusoma Biblia. Wakisoma anaharakisha mzee kwenda kutafuta hela. Kajuma mzee katakuwa kidogo kana boost akili, ili urudi unaweka kituo pole unapoenda kusoma. Mgeukie jirani yako, mwambie sasa kuna kitu hapo nahitaji utulie. Mchungaji anahitaji utulie leo, wala sina mzigo sana, nataka tu kidogo tupite mahala fulani ili utulie. Haleluya! Naomba niwaambie watakatifu wa Bwana, hatuwezi kujua pastor alitokaje, lakini Obadia anatusaidia kuelewa. Kwenye sura ya 13, sura ya 14, mara kadhaa anataja Obadia alikuwa ni mtumishi wa Elia, alifanya kazi pamoja naye, na Obadia ni miongoni mwa wale waliotumika kwa mfalme Ahabu. Na wakati wafalme wa nabii wengine wameuawa, Obadia yeye ndio aliyejitahidi akahifadhi manabii zaidi ya 100, akawaweka pangoni na kuwarisha miaka yote karibia ya njaa na shida iliyokuwa ikiendelea. Sasa Obadia anatusaidia kuelewa kwamba ni nini kilichotokea. Anasema wakati Obadia wanakutana na Elia, wakati Ahabu amemwagiza Obadia, nenda katafute maji mahala kote ili tuone namna tunavyoweza kunywesha hawa farasi wa mfalme waliobakia. Njaa imetandika, maji yamekauka. Na Obadia anakwenda njiani, anakutana na Elia, anamwambia, Bwana wangu ni wewe, mfalme anakutafuta, atakuua. Na ndipo Elia akamwambia, miaka 3.5 niliyosema imeisha, rudi kwa mfalme, mwambie nataka kuonana naye kwenye kilima cha Karmeli. Obadia ndipo anaeleza siri ya namna Elia alivyokuwa anafanya. Anasema, nitauawa, maana nitakwenda kumwambia mfalme, na nikiisha kwenda ndipo Roho wa Bwana atamtwaa bwana wangu asionekane tena, na kwa sababu hiyo nitapoteza maisha. Kwa lugha nyingine ni kwamba wakati amemaliza Elia kutoa unabii wake, Roho wa Bwana akaja kwake, Elia akasepa. Sasa Biblia inasema alipomchukua, Roho wa Bwana akampeleka eneo moja linaitwa Kerithi. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Leo tunahangaika, tuna background kidogo, alafu baadaye nitakuwa natupia hoja 2-3 za kifamilia hapa ndani. Akamchukua eneo linaitwa Kerithi, akaenda kumweka hapo kwa muda wa miezi 6. Na alipokaa hapo, Biblia inasema maji yakakauka baada ya miezi 6. Ndipo Roho wa Bwana akaja tena akamchukua, akampeleka eneo linaitwa Selepta,
akafika kule Sarepta, akamkutanisha na mwanamke mjane ambaye ndio mada yetu ya siku ya leo. Sasa naomba hapa nikusanye mafaili haya ili mtu mmoja anielewe jioni ya leo. Safari ya Elia imeanza kwenye capital city inaitwa Yezreeli. Ametoa neno la Bwana. Amemaliza kutoa neno la Bwana, Roho wa Bwana akamchukua akampeleka kwenye eneo la pili linaitwa Kerithi. Akakaa miezi 6. Roho wa Bwana akamchukua akampeleka eneo linaitwa Sarepta. Sasa washiriki, basi unahitaji urudie ili waweze kuelewa, maana wanatofautiana namna ya kuelewa, wanaoelewa haraka na wanaoelewa kidogo. Na kwa sababu ya wale wanaoelewa kidogo, narudia tena jioni ya leo. Kuna mtu hajanielewa. Na maanisha akamchukua akaenda Yezreeli. Neno Yezreeli maana yake God who sows, yani Mungu anayepanda. Kwa lugha nyingine, amemchukua nabii wake akampeleka kwenda kupanda neno lake. Haleluya! Alipomaliza kupanda, Biblia inasema akamtwaa tena akampeleka Kerithi. Sasa neno Kerithi maana yake ni cut down. Neno Kerithi maana yake ni separation. Naomba hapa niunganishe haya maneno ambayo ndio yamebeba ujumbe jioni ya leo. Akampeleka eneo linaitwa separation. Amempeleka kwenda kupanda. Ametoka kwenye kupanda, Biblia inasema akampeleka kwenye utengo, kwenda kuwa separated. Hataona mtu, hataona ndugu, hataona marafiki, hataona biashara, hataona biladi, hataona chakula. Mahali hapa amemweka, na Biblia inasema ili alishwe na mnyama ana ndege ambaye ni najisi, anaitwa kunguru. Ninachotaka hapa unielewe, ameenda kupanda sawasawa na neno la Bwana. Amemaliza kazi yake kwa uaminifu. Ameeleza yote aliyotumwa na Bwana. Amefanya utume kwa uaminifu. Ametoa zaka, ametoa sadaka, amejenga kanisa, amehudhuria maombi. Lakini Bwana kwa neno lake, pamoja na kufanya yote, akamtwaa kumpeleka kwenye eneo la utengo, eneo la ukiwa, eneo la upweke yeye mwenyewe. Unajua jioni ya leo ninazungumza na washiriki ambao baada ya kufanya kazi ya Bwana katika maisha yao, walitarajia Bwana awalipe mema, awape mazuri, awafanikishe, awainue. Lakini kinyume chake, wametwaliwa na Bwana wakapelekwa kwenye Kerithi, mahali ambapo ni utengo, mahali ambapo ni upweke, kwenye utengo wa uchumi, kwenye utengo wa umasikini, kwenye utengo wa ndoa, kwenye utengo wa kilio, kwenye utengo wa misiba. Wamebaki wenyewe, hakuna anayewatembelea. Naomba niwaambie watakatifu wa Bwana, sio kwa sababu umefanya baya, sio kwa sababu umefanya baya, sio kwa sababu umetenda dhambi. Ni mapenzi ya Bwana kukupeleka Kerithi katika maisha yako. Anajua mwenyewe hatima ya maisha yako. Kaa kwa kutulia. Kaa kwa kutulia. Kaa kwa kutulia. Kaa kwa kutulia mama. Umekuja kanisani, umeomba kwa uaminifu, umetoa na zaka, umetoa na sadaka, kwenye maombi Jumatano upo, lakini bado Bwana amekuchukua akakupeleka kwenye utengo wa familia. Mme wako haeleweki, hakuna amani, hakuna furaha, hakuna upendo, hakuna amani, wala kutembea pamoja hakuko. Tulia mama. Tulia mama. Narudia, tulia mama. Tulia mama. Hivi mpo? Narudia, tulia. Haleluya. Rafiki yangu, ulimuoa yule mwanamke, tena ulimuoa kwa maombi, ukasema Bwana nipatie mke mwema, na ukaenda hatua ya pili, ukataka na ishara, ukachukua mahindi ukapanda, ukaweka majina ya wale uliowaona. Kuna Magdalena, kuna Neema na kuna Lucia. Ukasema atakayechipuka haraka, huyo ndio wa kwangu Baba. Na Mungu ni mwaminifu, akakupa neema, akawahi kuchipuka, ukaanza maisha. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, neema haeleweki, haji kanisani, hahudhurii maombi, haendi kwenye ibada. Ukimwambia hiki anafanya kile. Umeingia kwenye Kerithi. Naomba utulie.
Ni majibu ya Bwana. Naomba utulie. Ulimuoa mlimbwende ukasema atakuchomoa kwenye maisha, maana ulimuona na bidii wakati hujamuoa. Umekioa hicho chuma kikaanza maisha na wewe. Umefungua mradi huu ukaferi, ukaweka mradi wa pili ukaferi, ukamfungulia wapi ukaferi. Umempatia duka la M-Pesa akapita na hela zote. Na mbaya zaidi akachukua mpaka na utambulisho wako akaenda kwenye SACCOS huko, amekuweka mpaka bondi huko. Jina lako liko kwenye SACCOS, biashara zako ziko kwenye SACCOS, alishapeleka kisirisiri, alishakupeleka huko. Na unaomba na kulia. Sikiza nikwambie jioni ya leo, usijinyonge, tulia. Dada yangu, umekaa na Njemba miaka nenda rudi, ni mchumba, mkianzia kule sekondari mchumba, ulishamtambulisha kwenye ndugu, ukawapeleka kwa wazazi, ukampeleka kwa mjomba, ukampeleka kwa shangazi, umemtambulisha mpaka ndugu wanamuelewa. Lakini cha ajabu ni kwamba wakati mnaendelea na safari, ndipo nagundua unasafiri na kiparanyonga, haieleweki, sio wa mboga wala sio wa faida. Sikiza nikwambie, usijutie pamoja na kufua nguo zake miaka 4. Na kupendekezea jioni ya leo, tulia. Uko Kerithi, nataka kautengo kidogo, nataka kaupweke kidogo hapa. Na Mungu ni genius hapa Kerithi, anataka kukufundisha kitu. Angalia, Elia anapelekwa Kerithi, anakaa Kerithi miezi 6. Na Elia alikuwa ni mtu wa kiroho. Mama White ameandika vizuri, anasema alikuwa ni mtu wa maombi na mtu wa imani. Usingeweza kumconnect na ndege najis, maana kunguru kwa mujibu wa tamaduni za Agano la Kale ni mnyama najis. Usiguse mwili wake, usiguse kile, yani mzoga wake, wala hautaki kula nyama yake. Lakini kitu cha ajabu, Biblia inaniambia ndipo akawa mtengaji kwa muda wa miezi 6. Anatenga asubuhi, anatenga na jioni. Jifanye wa kiroho ufe. Na ndio maana nasema jioni ya leo, sina mashaka na nguvu za Mungu. Shida yangu ni namna anavyofanya mapenzi yake. Unawezaje kusema ndege huyu tusimguse, ndege huyu ni najis, na leo Baba umemgeuza kuwa mtengaji? Kunguru anakuja asubuhi na msosi. Mwamba, ujara baba, tuko jangwani hapa, una miezi ya kutosha na miaka kadhaa mbele. Sasa huna mtengaji mwingine isipokuwa mwamba hapa, amuka ule. Yani hii Biblia kuna wakati basi ina mambo na ujifanye ni wa kiroho ufe. Elia kwa sababu aliyeleta kutenga ni amekuja kwa neno la Bwana. Haleluya. Akapiga msosi. Nataka tu niwaambie watakatifu wa Bwana, Elia alikuwa kwenye shule. Unajua kwa nini? Maana safari yake ya miaka 3 inatakiwa iende Therepta. Naomba hapa nipige hatua ninapokwenda kuhitimisha somo langu jioni leo. Alipokaa miezi 6 katika kijito hiki kikakauka, ameimprove, somo limeingia, amejua namna ya kuinteract na kile kinachozaniwa najisi. Naomba jioni ya leo watakatifu wa Bwana niwakumbushe, yule unayemdhania ya kwamba ni mpagani anaweza kuwa chanzo cha uzima wa maisha yako. Na kukumbusha, kaa vizuri na watu, kaa vizuri. Wale majirani unaodhani sio wa kanisa hili, naomba nikutie moyo, hao ndio wanaweza kubeba hatima ya maisha yako. Unaweza kukutana na kukutana wa Sabato kuja wakakufikie ulishakata kamba.
wakabeba kombe la kuokoa maisha yako. Jifunze kulileti na jamii ya wasioamini vizuri, wana hatima ya maisha yako. Naongea na baba jioni ya leo. Kwenye biashara zako pale kuna Waadventista na wasio kwa Waadventista. Usijichanganye kwa Waadventista peke yake. Ninakupendekezea jioni ya leo, weka urafiki na hawa wapagani wanaozaniwa hawana nuru, wamebeba hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe jioni ya leo. Na sasa Biblia inasema Roho wa Bwana akamtwaa, akampeleka mpaka katika mji na kijiji cha Sarepta. Sasa hapa Sarepta kuna mwanamke ambaye ni mjane, hana mume, hana kazi, sio msabato wala sio Myahudi. Anatoka kwenye kijiji cha kina Yezebeli. Maana Yezebeli ametokea hapa Sidon, na Sarepta ni mji ndani ya Sidon. Ninampenda huyu Mungu wa mbinguni. Ni Mungu ambaye mambo yake ni mengi mengi, akili zetu haziwezi kuchunguzika. Anajua aliyeanzisha uasi na tatizo kwenye taifa anatoka hapa Sarepta, anatoka hapa Sidoni. Lakini habari njema ni kwamba anayehifadhi maisha ya nabii wangu miaka yote hii ya njaa atatoka Sarepta, atatoka Sidoni. Ninampenda huyu Mungu. Haleluya. Kumwambia hapo Sarepta, Biblia inasema nabii akaenda, alipofika akamkuta mama ni mpagani, ni mwabudu miungu, na wala hamujui, hawajawahi kujuana, na in fact hawawezi kuingiliana, maana huyu ni mpagani na huyu ni mtu wa kiroho, na jamii ilishachora mstari, haiwezi kuinteract na wapagani. Lakini kwa kuwa Elia alishakula shule ya miezi 6 kule ya namna ya kulileti na vile vilivyo najisi, Biblia inasema ndio mara ya kwanza akatamka, kwa mara ya kwanza akamsalimia mwanamke huyu, akasema, mama, habari, ninaomba unisaidie maji ya kunywa. Na maji ya kunywa yatapatikana Sarepta. Na hapa Sarepta atakaa miaka 3. Ametoka kwenye utengo, ameletwa katika kijiji kinaitwa Sarepta. Neno Sarepta maana yake ni refinery, maana yake ni moto wa mtakasaji, ni tanuru, mahali ambapo impurities zote zitasafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hajanielewa, narudia tena ili anielewe. Mungu wetu ni genius kiasi kwamba pamoja na kazi njema mnayofanya hapa Magomeni, kuna wakati kwa mapenzi yake anaweza kuruhusu moja twende Sarepta. Na Sarepta ni kwenye tanuru, kwenye moto, tukatakaswe, tukasafishwe. Tunaweza kutakaswa kwa magonjwa. Magonjwa yakabisha hodi kwenye familia zetu, yakabisha hodi asubuhi na jioni, tukawa tunashinda Muhimbili, tunashinda Mloganzila, pamoja na kwamba ni watoto wa Yesu, pamoja na kwamba tunafanya kazi kubwa ya utume. Yeye mwenyewe anaweza kuamua akatupeleka Sarepta, akasafishe tabia zetu, akaweka vizuri mwenendo wetu, akaweka vizuri tabia zetu, akampeleka Sarepta akasafishe tabia yake. Na hapa Sarepta ataishi chini ya usimamizi wa mwanamke. Sina mashaka na nguvu zake. Mgogoro wangu ni namna anavyotekeleza mapenzi yake. Maana ninajiuliza, Baba, ni wewe uliyeruhusu mme wa huyu mama alale mauti. Amebaki na mtoto mchanga, mtoto mdogo,
Na kwa mujibu wa tamaduni za Mashariki ya Kati wakati ule, kwa kuwa baba ndio mtafutaji wa riziki, akipoteza maisha, aliyetakiwa kutafuta riziki alikuwa ni mtoto mkubwa wa kiume. Na kama mtoto huyo hayupo, mama, kwa kuwa alikuwa ni mama wa ndani, hana msaidizi na angekuwa masikini kabisa. Na leo Biblia inaonyesha mama huyu, angalia anachokifanya, ameokota kuni 2 peke yake na amebakiza unga kwenye ujazo wa mkono wake na mafuta kidogo kwenye chupa yake, na anakwenda kupika kwa mara ya mwisho ili alione jua kwa mara ya mwisho na hata aliona tena, maana mauti inamwongojea mbele yake. Sasa swali langu ni hili, Baba, wewe ni Mungu ambaye unajali na kulinda familia za watoto wako. Umeruhusu mume wake afariki, umeruhusu maisha duni, umeruhusu maskini, umeruhusu asiwe na mali, umeruhusu asiwe na chakula, na leo unamwongezea kipande cha mwanaume mwingine ili aweze kumtunza na kumlisha. Sina mashaka na nguvu zake. Hoja yangu ni namna anavyofanya mapenzi yake. Na sasa kipande cha baba kinafika, kinamwambia mama, habari yako, naomba nipatie maji ninywe. Mama wa watu anageuka, haongei, hasalimii, anageuka ili afate maji. Anaanza kupiga hatua kuonyesha mwitikio wa kufata maji. Jamali namwambia, mama mdogo, hebu zuia kidogo, naomba tena nikupatie kajambo kengine kapili. Mama, naomba nipatie mkate ili niweze kula. Kwa kuwa ameomba kitu pekee kilichosalia, ndipo Biblia yangu inasema mama yule akafungua kinywa chake ili ajitowe kwenye mtanziko wa maisha yake, kwenye dilemma hii inayomkabili. Awezaje kuwa na moyo wa ujasiri namna hii wa kwenda kuchukua chakula kilichobaki peke yake, tena cha mlo mmoja, ili ampatie mtu ambaye hamujui alikotoka, sio kabila yake, sio familia yake, sio dini yake? Awezaje kufanya jambo hili? Mama akafungua kinywa chake akamwambia, baba, kama Mungu wako aishivyo, sina mkate. Na nampenda mama anazungumza ukweli, maana ndani hana mkate. Kilichobaki, imebaki ni unga kidogo. Anataja, angalia mlolongo, anasema isipokuwa 1, ninaokota kuni zangu 2, nina unga kidogo unaotosha mkono wangu, na 3, na tumafuta kidogo. Na hii combination ndio tunakwenda kutupa jaribio la mwisho. Hatuna uhakika wa fedha, hatuna uhakika wa unga, hatuna uhakika wa mafuta. Tunakwenda ili tunapokula, mimi na mwanangu tutaagana kwa mara ya mwisho na maisha yetu yatafikia mwisho. Mama anapozungumza, Jamali namwambia, mama, umenena vyema. Hata mimi ninajua ulichosema umesema kweli. Lakini ninachoomba kitu kimoja mama, ninaomba katika unga huo, kwa kuwa umesema umebaki kidogo kwenye mikono yako, naomba uniamini, maana kama Mungu wangu aishivyo, kanifanyie kwanza mkate. Naomba hapa ninapomalizia nikusaidie kuelewa. Hamjui huyu mtu ametokea wapi, hajui dini yake, hajui anayosema ni kweli au ni uongo, na anachokiomba anaanza kwa kujitanguliza yeye mwenyewe kwanza. Anasema, mama, mimi naomba nikushauri, ulioyasema yote ni kweli, lakini naomba unifanyie favor moja. Huo unga kidogo uliobaki na mkate kidogo uliobaki, ninaomba sasa ukautengeneze mkate ili unifanyie kwanza mimi mkate. Na kwa sababu utanifanyia, mama yangu, na kuhakikishia ya kwamba konzi hiyo na mafuta hayo hayataisha sawa sawa na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo naomba nirudie tena, mwanaume huyu
anakuja ametanguliza kipaumbele chake kwanza kuliko kutanguliza kipaumbele cha mama. Swali langu la msingi, Elia, si ulikuwa unatakiwa uanze kwanza kufanya muujiza pipa lijae? Kwa nini kumuingiza mama wa watu kwenye majaribu? Akauchote unga aende kwanza kupika, halafu humo ndani wakati anapika anatengeneza msosi wa wewe kwanza ule, na ndipo yeye na familia yake, ndipo yale yatakayotokea, ndipo yatakayowatunza. Swali la msingi, kama angechota na unga ukaenda ukaisha, angeishishije? Lakini nataka niwaambie, nimependa uamuzi alioamua yule mama. Mama akasema, kama Mungu wako aishivyo, nitakwenda. Biblia yangu inamalizia inasema, akaenda akachota unga wake uliobaki katika debe lake la unga. Wakati anajaza kwenye mkono wake, anainua juu ili kwenda kuweka kwenye frampeni kuanza kutengeneza mkate. Biblia yangu inaniambia akastaajabu kugundua mahali alipochotea unga kuna unga bado umebakia, sawa sawa na kipimo cha konzi yake. Akaenda akapika, akachukua na mafuta akamimina kutengeneza mkate. Mafuta yaliyomiminika, mama akastaajabu kwenye chupa ile, kiwango kile kile cha mafuta kimebakia. Unajua, akaenda kutenga kwa Elia. Alipokwenda kutenga kwa Elia, Biblia inasema mama akarudi kwenye pipa lake, akachota tena unga kwenye konzi yake, akajaza kwenye mkono wake, akaweka kwenye frampeni. Mama akasema, kwa kuwa tulikuwa tunakula mara ya mwisho, acha nirudie tena ni uchote. Alipochota akastaajabu, konzi ya unga nyingine imebakia mahali pake, akaweka kwenye frampeni, akamimina mafuta yakaendelea kubaki. Unajua, mama sasa akapika mlo wa kwanza, baada ya muda mlo wa pili, baada ya muda siku ya tatu, baada ya muda mwezi wa pili, baada ya muda mwezi wa 4, kila kienda kwenye pipa unga bado umebaki kiwango kile kile. Sasa unaweza kuona hata mama ameamua kutupendekeza, badala ya kula mara moja kwa siku, tutakuwa tunapiga asubuhi, halafu tunaiomba njaa ije, tunastua mchana, tena tunaiomba njaa ikam, tunastua na jioni. Kuna mshiriki hajanielewa. Mama akarudi akauchungulia unga haujui kubadilika kuwa mchungu, kiwango ni kile kile, kila akichota inaendelea kuwepo. Anakwenda kuweka, anakuja anachota, kakonzi kako pale pale. Naomba hapa niwaambie, debe halikujaa, ilibaki konzi ile ile isiyojua kupunguka. Kila anapochukua anapeleka. Na unajua, nikajiuliza, hiki ni nini Mungu wangu? Hesabu gani zinazotokea? Ndipo nikagundua kilichokuwa kinatokea ilikuwa ni Mungu aliyeleta mkono wake nyuma ya debe la unga wa mama. Haleluya! Na kila alipotoa Bwana akaongeza. Haleluya! Aha, kuna mtu hajanielewa ninachomaanisha jioni ya leo? Hii ni hesabu ya mbinguni ambayo Bwana ameiweka kuwa baraka kwa watu wote, na hesabu hiyo inaitwa magazijuto ya mbinguni. Unajumulisha kwa kutoa, unazidisha kwa kugawa. Haleluya! Miaka 3 unaweza kuona chuma na kikuta kimeshaanza na kunenepa, kinanenepa chini ya favor ya mama mjane, na mama naye ananenepa chini ya favor ya nabii wa Mungu. Nataka niwaambie ninapomalizia mgogoro wa mtanziko wa mjane ni kwamba kwenye haya maisha, mama yangu mjane, ninakutia moyo ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni
hatanyamaza milele, atakusikia. Yeye ni baba wa wajane, atasimama pamoja na wewe. Na kwa sababu hiyo mtegemee yeye siku zote. Haleluya! Maana yeye ni baba wa wajane, yeye ni baba wa wenye njaa, yeye ni baba wa masikini, yeye ni baba wa watu wenye shida, wenye magonjwa, wenye kusetwa, wenye kutengwa. Anawapenda wote. Haleluya! Mpaka miaka 3 ilipoisha na mvua iliporejea, ndipo Elia akatoka kwenye nyumba ya yule mjane. Sasa swali la kutawanyikia wakati tunakwenda, kila mmoja atajiuliza, maana akili za kuhubiriwa unajumulisha na za kwako. Swali la msingi, angekuwa Elia leo anaishi kwenye nyumba ya mama mmoja mjane, simameni, tusimame jioni ya leo. na kuna mashemasi na kuna viongozi, kuna wanaitwa spiritual police wa kanisa, magangwe wanaojua kuspy out, wanagundua kwamba mtumishi wa Mungu aliye hai kwa jina lolote atakaloitwa anaishi katika nyumba ya mjane. Na kuna muda tunamwona anatoka na taulo, anapiga mswaki kutakasa kinywa chake ili aendelee kuenjoy life kwenye dari ya mjane. Sasa hili kila mmoja ataenda anajiuliza mwenyewe huko, mtaenda kujisomea wenyewe, maana nyinyi ni watu wa Biblia. Chukua hiyo sasa, nenda nayo. Ingekuwa kuwaje kwenye jicho la watakatifu wa Mungu aliye hai, mwanaume yuko single kwa title ya nabii na mjane hana mume? Sina mashaka na nguvu zake. Changamoto yangu, akili zangu zimeshindwa kuchunguza njia zake. Na kwa nini amefanya hivyo? Ametuficha njia zake. Maana kama tungelizijua, pasingehitajika kuwa na imani kwenye maisha yetu. Tungejua mchoro wake anavyochora. Lakini kwa sababu hatujui njia zake, ninashukuru kwamba inahitajika imani ili tuweze kusafiri katika maisha haya. Jioni leo kuna mtu anasema, baba, ninajua ya kwamba huenda niko kerithi, katika ndoa yangu niko kerithi, kwenye biashara yangu niko kerithi, niko kwenye separation na niko selepta, niko kwenye kutakaswa, ninapitia matanuru ya wakayo sana. Kila siku maisha yangu yanaporomoka siku kwa siku. Naomba Baba unisaidie jioni ya leo. Nisaidie katika mlango wa biashara yangu, nisaidie katika ujane wangu, nisaidie kwa watoto wangu, nisaidie kwa mke wangu. Baba, naomba unisaidie. Nina jambo binafsi, naomba Baba mbingu ziingilie kati jioni ya leo. Kama unasema hivyo, piga hatua hapa. Dakika zangu zimeshaisha, piga tu hatua hapa, njoo tu mbele hapa na tutakwenda kuomba. Unasema katika juma hili la familia leo kuna mtanziko wa maisha ya ujane, ya maisha ya upweke, maisha ya peke yako, maisha ya bila mfariji kwenye maisha yako. Na kwa sababu yeye ni baba wa wajane, baba wa wafariji, atasimama katikati ya maisha yako. Tembea mbele. Tembea mbele. Wale wenye sadaka zao, mtaendelea kuweka sadaka kwenye sanduku letu. Mtaendelea kuweka sadaka kwenye sanduku letu. Weka sadaka yako. Kesho tutakuwa na mtazamo mwingine tena, tutakuwa na case study nyingine.
ya mjane part 2. Bwana Yesu asifiwe. Tutasafiri kwa series tu hapa, wala hitaji kuwa na mambo mengi mengi. Yani tutakwenda kesho, tunaangalia mjane part 2, na somo letu litakuja tena kwa namna nyingine, na mtanziko utakuwepo tu tena. Dilema. Maana ndoa zetu ziko kwenye dilema, ziko kwenye shida, ziko kwenye mtanziko. Kila mtu anatamani kuamua kwa njia yake, na kwa sababu hiyo tunatafuta yeye atakayesimama kuamua kwa ajili ya maisha yetu, na sio mwingine, ni mzee wa kujumulisha kwa kutoa na kuzidisha kwa kugawa. Yani mama anapochota unga, wakati anautoa, mzee wa siku anauongeza. Wakati anaugawa, mzee wa siku anauzidisha. Na ndivyo atakavyofanya katika mapenzi yako na katika maisha yako. Unachotakiwa wewe, amini tu, wala usiogope. 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 Na kutia moyo jioni ya leo, mama yangu usiogope, baba yangu usiogope. Katika mtanziko unapojikuta uko njia panda, huna namna ya kufanya, unashindwa ufanyeje, baki njia kuu kwa kusikiliza sauti ya Bwana. Lakini baadaye nimejifunza kitu hapa, wakati tukiwa hapa, Roho ananiambia, mchungaji kasema haka, nawaambia kuna faida kunyosha mkono kwa wacha Mungu na watakatifu wake. Maana mama huyu anapata assurance ya kuishi miaka mingine mbele, kwa sababu tu amenyosha mkono wake kugusa mtumishi wa Bwana aliye hai. Na Bwana wabariki kwa kile mnachofanya kwenye maisha yenu.